Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, kama unakumbuka vizuri, basi utakuwa unakumbuka ile issue ambayo ili happen kumuhusu Baba Levo na jamaa anayefahamika kwa jina la Wakazi. Kwa kifupi ni kwamba Wakazi bwana alikuwa ni moja kati ya wadau ambao ni wadau wa muziki wa Bongo Flava ambaye amekuwa akizungumza mambo mengi sana kuhusiana na muziki wa Tanzania, wasanii na baadhi ya vitu ambavyo yeye alikuwa anaviona kama vile kwa namna moja au nyingine havijakaa sawa katika industry ya muziki wa Bongo Flava. Kwa hiyo Wakazi alikuwa na yeye pia ni miongoni wa watu ambao walikuwa wanakosoa baadhi ya vitu ambavyo alikuwa anaviona kabisa kwamba haviko sahihi katika muziki wa Bongo Flava. So hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Sasa basi hivi karibuni ni kwamba Wakazi bwana, tunakumbuka mnamo mwishoni kabisa wa mwaka uliopita, mwaka jana, Wakazi bwana aliamua kuweka bayana kuhusiana na baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa sio vizuri kumuhusu Baba Levo, na kwa kifupi ni kwamba alikuwa ametoa shutuma nzito kali sana kwenda kwa Baba Levo, shutuma ambazo kwa namna moja au nyingine zilikuwa zinachafua na kuharibu brandi ya Baba Levo. Sasa ukizingatia kwamba Baba Levo sasa hivi ni kiongozi wa wananchi, ni kiongozi serikalini, ni mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Kwa hiyo basi moja kwa moja Baba Levo bwana ameamua kuchukua sheria. Alitangaza tokea kipindi kile bado hajaingia bungeni, alishawahi kutangaza baada ya Wakazi kutoa shutuma hizo. Baba Levo alisema wazi kabisa kwamba yeye atafanya Wakazi awe ni mfano kwa watu wote ambao wanapenda kuchafua brandi za watu. Kwa hivyo basi Baba Levo aliahidi kufungua kesi, na of course hiyo kesi tayari imeshafunguliwa, na wiki kadhaa zilizopita tulikuletea habari kuhusiana na kesi hiyo jinsi inavyoendelea, lakini kubwa zaidi ni kwamba Wakazi amekuja kurespond, yani Wakazi amekuja kujibu kuhusiana na kesi ambayo amefunguliwa na Baba Levo. Kama unakumbuka vizuri ni kwamba kupitia ukurasa wake Baba Levo mwenyewe aliposti kuhusiana na heka ambazo aliletewa na Wakazi. Kuna kipindi ambacho Baba Levo alikuwa anasafiri sana kwenda Uturuki, kwenda Marekani na nchi nyingine tofauti tofauti, na katika safari hizo ni kwamba Baba Levo bwana alikuwa akienda, kuna watu ambao ni watu wake wa karibu walikuwa wanamuagiza, wanampatia pesa kwenda kuwanunulia baadhi ya vifaa ambavyo vinakuwaga kidogo ni bei rahisi nje ya nchi kuliko ndani ya nchi. Kwa hivyo basi moja kwa moja Baba Levo alikuwa akifanya pia jukumu hilo, kwenda kununua bidhaa kwa ajili ya watu. Bidhaa nazungumzia hizi electronics kama vile iPad, iPhone, headphone, zile earpod na vitu vingine kama hivyo ambavyo vinabebeka kwenye begi. Kwa hiyo Baba Levo alikuwa akiagizwa, akipewa pesa, na akienda nje Marekani basi ananunua hivyo vitu anarudi navyo. Na hiyo ndio ilikuwa ahadi ya Baba Levo kwenda huko Marekani. Kipindi anachoenda Marekani ndo alipewa hizo ahadi, alipewa na pesa kwa ajili ya kununua na kurudi navyo. Sasa kwa bahati mbaya ni kwamba Baba Levo bwana begi lake lilipotea airport. Sasa Baba Levo baada ya begi kupotea airport bwana, ni kwamba mambo yakawa ni mengi. Akatoa taarifa kwamba begi lake limepotea, kwa hiyo akawaomba radhi watu ambao walikuwa wamegharamia pesa zao. Akasema kwamba likipatikana basi moja kwa moja atarudisha vitu vya watu, lakini yuko katika harakati hizo na ameshazungumza na uongozi wa airport hapo kuhusiana na begi lake hilo ambalo limepotea, lililokuwa limebeba bidhaa za watu ambazo walikuwa wametumwa wakati anaenda katika safari hiyo. Sasa Wakazi akaja akatoa hoja akidai kwamba Baba Levo bwana ni tapeli, ni kama vile amewadhulumu, ni mwizi, amewaibia watu pesa zao. Yani watu walikuwa wanampa pesa yeye akawanunulia bidhaa huko nje. Mwisho wa siku ni kwamba amewapiga, alafu then anakuja kusema kwamba begi limepotea. Sasa Wakazi yeye alinyoosha maelezo kama hivyo moja kwa moja kwenda kwa Baba Levo, na mwisho wa siku ni kwamba Baba Levo bwana hakupendezwa kabisa na tabia hiyo. Ni jambo ambalo lilikuwa limechafua image yake, na akatoa hizo ahadi kwamba atafungua mashtaka, yani atafungua kesi rasmi. Sasa kupitia ukurasa wa Instagram Baba Levo baada ya kutoa hizo taarifa ni kwamba akaweka wazi kwamba alikuwa anamchaji, alikuwa anataka alipwe fidia of course, na ilitolewa kabisa taarifa kwamba tayari Baba Levo anatakiwa alipwe fidia takriban zaidi ya milioni 100 za Kitanzania kama fidia kuhusiana na kesi hiyo ya Wakazi kumchafulia brandi yake. Kwa hivyo basi kwa upande wake Wakazi naye pia amekuja kujibu, amekuja kurespond kuhusiana na hicho kitu ambacho kinaendelea, yani kuhusiana na hiyo kesi, ambapo kupitia ukurasa wake wa Instagram
bwana wa kazi na yeye pia amekuja ameandika pale public service announcement, ametoa taarifa moja kwa moja kuhusiana na hiyo issue. Umeona bwana, kwa hapa page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na kile ambacho amekijibu Wakazi kuhusiana na kesi hiyo ambayo inayomwandama dhidi ya Baba Levo. Akaandika, kuna page hapa imeandika kwamba Wakazi amemvuta Kibatala kutengua hukumu ya kumlipa milioni 100 Baba Levo. Yani kwa kifupi ni kwamba kwa mujibu wa hukumu ambayo iliyotolewa kuhusiana na hiyo kesi ni kwamba Wakazi alitakiwa amlipe milioni 100 Baba Levo. Au bwana Kwa hiyo basi moja kwa moja hapa Wakazi imebidi atafute wakili kwa ajili ya kumtetea kutengua hiyo hukumu ambayo ilikuwa imetolewa dhidi yake yeye kwa ajili ya kumlipa Baba Levo milioni 100. Sasa kwa mujibu wa maelezo zaidi imeandikwa kwamba rapa wa Tanzania Wabiro Wasira maarufu kama Wakazi amezungumzia taarifa kuhusiana na uwepo wa hukumu katika kesi ya Clayton Chipando maarufu kama Baba Levo dhidi yake, huku akieleza kuwa hukumu hiyo imetolewa kwa upande mmoja, yani ex parte. And then akasema kwamba hapa kupitia ukurasa wake wa Instagram Wakazi anasema kwamba tayari ameshamkabidhi wakili Peter Kibatala kushughulikia mchakato wa kutengua hukumu hiyo kwa hati ya dharura, na kwamba kwa sasa hivi suala hilo lipo mikononi mwa wakili wake. Aidha, Wakazi ameomba watu kuendelea kumtafuta ili atoe maoni kuhusiana na suala hilo, akieleza kuwa masuala ya kisheria yanaendelea, hayapaswi kujadiliwa. Hapa wameandika kwamba aidha Wakazi ameomba watu kuendelea kumtafuta ili kutoa maoni kuhusiana na suala hilo, akieleza kuwa masuala ya kisheria yanayoendelea hayapaswi kujadiliwa kwenye mitandao ya kijamii kwa kuwa yameanza kuwa na athari za kisheria. Amesema pia kuwa taarifa rasmi kwa umma zitatolewa kwa wakili Kibatala kwa namna na wakati atakaoona unafaa kulingana na taratibu za taaluma yake. Lakini pia vile ni kwamba mwisho wa kazi alishukuru kwa kusema kwamba kwa sasa hivi anaendelea na shughuli zake nyingine katika za kijamii. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Wakazi pia ameposti hapo kuhusiana na ushahidi mbalimbali kuhusiana na kesi, form na vitu vingine kama hivyo. Ameposti pia kuhusiana na nakala mbalimbali kuhusiana na kesi hiyo dhidi ya Baba Levo. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako bwana katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo utakuwa tunaiona, lakini pia vile hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.